Mimi naitwa Hamisi Mkaruka Kura, ni katibu wa CCM wilaya ya Hai. Agenda ya kwanza ambayo nataka kuizungumzia ni kuhusu kadi za kielektroniki. Kwa ujumla wake, Chama cha Mapinduzi kilianzisha mfumo wa kusajili wanachama wake kwenye mfumo wa elektroniki. Lengo kuu la kuwa na mfumo huu ni kuhakikisha kwamba tunapata wanachama ambao ni wa uhakika na kuwa na takwimu sahihi ya wanachama wetu walio hai na ambao hawajalipa ada, ambao wamelipa, ili tuwajue vizuri. Lakini kubwa zaidi, tulianza na mchakato wa kusajili. Baada ya kusajili ikaonekana vile vitambulisho vina kasoro. Kwa hiyo makao makuu wakaamua kuvitengeneza tena upya. Katika marejeo ya kutengeneza upya, wilaya Hai tumepokea vitambulisho 22,000, tumepokea vitambulisho 20,208. Taasisi ya Islamic Solidarity Center inayomiliki shule za Mudio Islamic na Boma Islamic zilizopo wilaya Hai mkoa wa Kilimanjaro inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Shule inafanya vizuri kwenye mitihani yake ya ndani na nje. Shule ina walimu waliobobea katika fani zote. Taasisi zote zinatolewa ikiwemo taasisi ya sayansi, sanaa, biashara, Kiarabu, elimu ya dini ya Kiislamu na kuhifadhi Quran. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0714897518 na 0655826526. Mlete mwanao shule za Mudio kwa malezi bora ya duniani na ahera, ambazo sasa tunatakiwa kuvigawa kwenye kata. Kwa hiyo kwenye ugawaji wetu sasa tumeshafikia 65% mpaka sasa kufikia jana. Lakini tunapogawa vile vitambulisho kuna vikwazo mbalimbali. Kuna 40% iliyobaki, kuna ambao wamefariki, kuna ambao wamehama eneo, lakini kuna ambao wameshindwa kufika kuchukua vitambulisho vyao kwa sababu mbalimbali. Kuna waliosafiri, lakini kuna wengine kwa sababu maeneo mengi mvua zinanyesha sana wanashindwa kujitokeza kwenda kuchukua vile vitambulisho. Lakini kuna baadhi yao naamini tu hawajajua umuhimu wa vitambulisho hivi sasa. Anategemea kwamba ikifika wakati wa kupiga kura ndiye aanze kukitafuta kile kitambulisho. Sasa mimi natoa wito, kwanza nieleze faida ya vitambulisho hivi. Kitambulisho kile kina taarifa zako zote kama kadi ya NIDA ya utambulisho wa taifa ilivyo. Kwa hiyo maana yake ukiona kitambulisho kile baadaye tutakitengeneza kiweze kupata hata nafasi ya kupata mikopo benki na mambo mengine. Kwa hiyo taarifa zote ziko mle. Kadi zitakavyokuwa unacho, utakavyozidi kuboresha, utapata mpaka huduma za benki kutoka kwenye kile kitambulisho. Lakini kitambulisho kile pia kitakuonyesha wapi unapoishi, unafanya shughuli gani na kazi gani unayoendelea katika jamii. Kwa hiyo itakuwa ni faida ya kwanza. Lakini la pili ni kwamba utakapolipa ada yako, sio kama ile ada ya zamani. Utalipa ada yako kwa kutumia control number iliyoko kwenye kitambulisho. Ada yako itaenda moja kwa moja makao makuu, kwa hiyo mapato yale yatakuwa yamepotea. Kimsingi zamani wakati tuna kadi zile za karatasi ambazo tunaziita za magamba na nyingi, ada zote zilikuwa hazifiki kwa walengo ifikavyo, kwa sababu walikuwa wakilipa makatibu ambao sio waaminifu wa matawi wale wanakula zile ada, ukuta ujui takwimu ya wala kitu gani wanaolipa ada. Lakini sasa hivi ukilipa ada moja kwa moja utajua umelipa na unadaiwa shilingi ngapi na bado shilingi ngapi. Na bahati nzuri sana pia tumepunguza mzigo wa kuwa na kadi. Sasa sisi tunajumia tatu. Inajumia vijana, inajumia wazazi, inajumia UWT na chama chenyewe. Kwa hiyo zamani ilikuwa mtu kama una sifa kuingia kwenye jumuiya zote, unabeba kadi 4. Ambazo kwa sasa kadi hiyo moja inabeba zote 4. Unaweza, kwa mfano wanawake wanaweza kuwa na kadi zote 4. Unaweza kuwa mwanachama wa CCM, lakini vile vile akawa mwanachama wa UWT, akawa mwanachama wa jumuiya ya wazazi, kama umri unamruhusu akawa mwanachama wa umoja wa vijana. Kwa hiyo maana yake anakuwa na kadi 4, lakini kwa sasa kadi moja itawakilisha zote zile 4. Na muda ukifika ambao wa kuondoka kwenye umoja wa vijana, yenyewe itakuondoa tu kwenye mfumo, kwa sababu tayari mfumo umetengenezwa vizuri. Lakini otherwise utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, utekelezaji katika wilaya yetu ya Hai umeenda vizuri. Hasa upande wa miundombinu ya barabara, tumejitahidi sana zile barabara korofi kuunganisha kwa kiwango cha lami.
Na hapa Bomang'ombe kuna shughuli za ujenzi wa barabara zinaendelea kwa kiwango cha lami kwenye maeneo yale korofi. Na maeneo ambayo yalikuwa yapitiki vizuri wiki hii tumekwaruza kila eneo, tumeweka greda imetengeneza vizuri kuhakikisha kwamba maeneo yote yanapitika. Na sasa mkakati uliopo ishaelekeza TARURA kwamba maeneo yote yaliyoharibiwa na mvua lazima kwamba waende wafanye utafiti na kuhakikisha kwamba zile barabara zinatengenezwa na zinapitika, na waingize kwenye bajeti ya mwaka huu kuhakikisha kwamba zile barabara korofi ambazo zilikuwa zipitiki, kuhakikisha kwamba barabara inakuwa barabara ya lami, kwa sababu lami ndio njia pekee ya kuhakikisha kwamba barabara itapitika kwa muda wote. Kwa hiyo tunaendelea, hilo zoezi linaendelea vizuri. Kwa upande wa elimu, sasa hizi zimeanzishwa shule za Mama Samia zisizopungua 5 ambazo tumeshapata fedha kutoka na zimetengenezwa na zimekamilika, na nyingine zimefunguliwa. Shule nzuri kabisa za kisasa ambayo inajengwa ikiwa imewekwa tarizi, madawati ndani, kila kitu na vioo, ofisi za walimu. Kwa hiyo ukianza shule maana yake inakuwa ni shule ya kisasa ambayo tayari Mama Samia, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameleta fedha za kutosha na hakuna shida nyingine kwenye elimu. Changamoto tulionayo kwenye elimu ni idadi ya walimu ambao bado ajira zinaendelea na serikali itakayokuwa inapata fedha na ajira zinaendelea kutengenezwa. Lakini kwa upande wa afya, ukiangalia hospitali yetu wameleta vifaa vya kisasa kabisa, CT kamera na kila kitu vimeshatengenezwa pale. Kwa hiyo tunaendelea kuboresha hospitali. Sasa hizi inatoa huduma za kisasa, mna haja ya kutafuta sijui x-ray eneo lingine, sijui kwenda wapi, kila kitu kipo tayari pale hospitali. Kwa hiyo huduma pale ni nzuri na tunaamini. Jana pia nilitembelea, nilikuta watumishi angalau wa kutosha. Tunachoendelea kusisitiza ni kuwa na nidhamu ya kuwapokea wagonjwa na kuwa na lugha nzuri kwa wagonjwa, hasa dirisha la wazee. Kwa hiyo tulipata malalamiko, wanasema wakimuona mzee anakuja, baadhi ya watu wanasema 60 imekuja. Kwa hiyo hili mambo ambayo tumeyakemea, na sasa wanatoa huduma nzuri kwa wazee na hasa wakina mama wajawazito, na bado huduma inaendelea kuwa vizuri. Kwenye kata mbalimbali kuna vituo vya afya imeidhinishwa pale. Sasa hizi kuna jengo la mama na mtoto kwenye vituo vyote vya afya. Mwanamama akifika pale anaweza kujifungua na akafanyia mambo yote kwenye vituo vya afya tofauti na zamani. Lakini zahanati zetu pia tumehakikisha kila kata ina zahanati zake ambazo pia vimefunguliwa na huduma ya madawa inapatikana. Kwa hiyo tunaendelea kushughulika na mambo madogo ambayo ni mapungufu kwenye zahanati zetu. Lakini vile vile kuna mikopo ya kina mama na vijana, yetu tunaita 442 ambayo tunahakikisha pia kuisimamia vizuri. Tumeagiza kamati ya siasa na imeagiza kwamba kuhakikisha kwamba tunaenda vizuri ni kwamba wale wakina mama wote, vikundi vyote vya kina mama ambao vinatakiwa kupewa mafunzo lazima wapewe mafunzo, tuongane na maafisa ugani, na wakati huo wahakikishe kwamba hao wanaopewa mafunzo ni wale ambao ni vikundi ambavyo vimeshakizi kigezo. Na usije kumpa mtu mafunzo ambaye hakizi kigezo, anajua akipata mafunzo uharari wa mkopo tayari. Kwa hiyo hatutaki tena kuwa na kero za kwamba mtu amepewa mafunzo alafu bado mkopo hapati. Lakini vile vile kwenye ufunguaji wa account tumewahimiza wahakikishe kwamba wale maafisa ugani wanaoshughulika, maafisa maendeleo ya jamii wanaoshughulika na vikundi hivyo, wahakikishe kwamba wanatoa mafunzo sahihi kwa watu sahihi, na wahakikishe kwamba wanafungua akaunti zao bila usumbufu wowote. Kulikuwa na shida ya watu kutaka kukatiba, wanaenda kwenye stationery moja, wanajipanga, njoo kesho ninarudi. Mama Samia sasa hizi amewawezesha laptop kila kata, ambayo kazi ile itafanyika kule. Kwa hiyo kitu kilichobaki sisi ni kuwasimamia, kuhakikisha kwamba wanawasaidia wakina mama wakiwa kwenye maeneo yao kina mama, na wahakikishe kwamba wanafungua akaunti zao bila usumbufu wowote. Kulikuwa na shida ya watu kutaka kukatiba, wanaenda kwenye stationery moja, wanajipanga, njoo kesho ninarudi. Mama Samia sasa hizi amewawezesha laptop kila kata, ambayo kazi ile itafanyika kule. Kwa hiyo kitu kilichobaki sisi ni kuwasimamia, kuhakikisha kwamba wanawasaidia wakina mama wakiwa kwenye maeneo yao.